mambo? Bado niko poa, niambie Mula Omari mwenyewe. Mungu ni mwema kwa kweli. Bwana, kilichopo mashindano ya Mapinduzi tayari yameshazinduliwa na yameanza rasmi. Ikiwemo wananchi Dar es Salaam Africans ni washiriki pia na Simba Sports Club ni washiriki pia. Lakini jana tumeshuhudia mchezo wa ligi soka ya wanawake Tanzania bara, timu yenu ya Dar es Salaam Africans akiwa mwenyeji kwenye viwanja vya Chamazi amepoteza kwa goli 2-1. Kwanza timu nadhani ulishuhudia na uliona ubora wa aina gani kutoka kwa mpinzani ambaye mmeenda kukutana naye? Kwanza kama nilivyosema, tupende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya jana na kuamka leo tuko salama. Jana tucheza mchezo wa ligi ya wanawake wa MBC. Nimeangalia timu yetu Yanga Afrika, nimeangalia wapinzani Simba Sports. Wamecheza vizuri ndio maana mpata matokeo. Timu yetu ilicheza vizuri lakini kuna baadhi nafasi tulipoteza. Wenzetu wakapata nafasi zao mbili wakazitumia vizuri wakapata alama 3. Zikasogeza mbele kwenye msimamo, sio kawashika nafasi ya pili. Tutapambana kisha tunarudi kileleni. Kwa quality ya timu yenu mlioiona, mna matumaini makubwa sana msimu huu kuchukua ubingwa ama kushika nafasi ya pili kwa jinsi ulivyoona wapinzani wenu na nyinyi the way jinsi mlivyo? Lengo la timu yetu kwa sasa Yanga Afrika, Yanga Princess ni kuchukua ubingwa kwa sababu kama nafasi ya pili, nafasi ya tatu shakaa sana. Na mechi ambazo zilikuwa zenye ushindani kwa hii ligi ya wanawake inaonekana timu ziko 3. Yanga Afrika yenyewe, Yanga Princess na Simba ya wanawake nao JKT Queens. Mwisho wa siku ukifungwa game moja ambayo ilikuwa mpinzani wako unashindana naye, natakiwa ujipange kuangalia namna gani mchezo unaofuata mcheze vizuri. Alafu huko unamwombea mwenzako mabaya. Je, wenzetu tutafanya vibaya? Lakini mpira ndi mpira, tupambane hakisha msimu tunaomaliza vipi ndani ya mwaka huu. Tayari sasa mwenye kombe lake ameshakaa juu pale. Kusema mwenye kombe lake wanakosea kwa sababu hata mwaka jana kombe hakuchukua wao. Mwaka jana kombe alichukua JKT Queens, wao walishika nafasi ya pili, Yanga wakashika nafasi ya 3. Kwa hiyo kuzungumzia mwenye kombe lake sio kombe lao lile kombe la kila mtu linagombewa, mwenye timu bora ndio anachukua lile kombe. Isipokuwa mchezo wa jana tulipoteza, tujipanga mchezo ujao. Turudi kwenye Mapinduzi ambayo tayari imeshaanza hivi sasa. Kombe la Mapinduzi, bahati mbaya, bahati nzuri jana sikuangalia mashindano, lakini nasikia mashindano yameanza, yalikuwa mazuri. Singida Black Star wameshinda goli 3-1 dhidi ya Mlandege. Nadhani ndio yameanza kwa sababu ndio yameanza, tutaanza kuwafuatilia moja kwa moja. Kuja kuangalia timu zimejiandaa vipi kwenye Mapinduzi, zinapambana vipi kuhakikisha 150 watu wanarudia. Kwa sababu kikubwa pale mwaka huu kuna hela nyingi. Milioni 150 sio ndogo. Ndani ya mechi 3 mechi 4 uchukue milioni 150. Lazima klabu ambayo yenye malengo yake kama itolee machi. Sio hela kuibeza beza. Lazima upambane kuhakikisha hela narudi nayo kuja kulia pweza. Simba, Yanga, Azam wote wamo pamoja na Singida Black Star. Mimi nadhani Yanga Afrika ile kombe kama wanaamua kutoa macho ile kombe wanalichukua. Kwa aina timu ambazo zilikuwa kule, Yanga Afrika ndio timu bora sasa hivi kwa sasa nchini. Kama Yanga utaamua kulitolea macho lile kombe 100%, tunachukua lile kombe na ile fedha tunaichukua. Lakini tukisema tunakwenda kucheza mashindano kwa relax, tufanye mazoezi kwa ajili ya klabu bingwa, nayo inawezekana. Lakini mimi kabisa tukiamua kuuma meno, tuume meno kweli kweli, lile kombe la Mapinduzi tunachukua bila shida yote. Miongoni mwa sajili ambazo zinaweza zikatikisa ndani ya nchi hii ni dili la Alan Okello, maana tumemsikia Engineer Hersi Said akizungumza. Alianza kufuatilia tangia 2019 bwana mdogo Alan Okello akiwa takribani kama na miaka 19 hivi, ni miaka 6 iliyopita. Kabla ajenda Algeria, maana yake wakati anaulizwa swali na akasema anatamani I wish siku moja bwana mdogo aje kuchezea Dar es Salaam Young Africans, na inaonekana ni wazi kabisa mazungumzo yale tu wakati anaongea mwenyewe alikuwa anaonesha kabisa tayari kama dili lake limeshakamilika hivi. Mtampokea kwa aina gani kijana huyu? Mimi nadhani umezungumzia kwenye swala la usajili la Alan Okello, umemzungumzia rais wa klabu Engineer Hersi Said. Yeye ndio ambaye atuangalia wachezaji wote ambao wamekuja Yanga Afrika. Hata hao tunosema kwa sasa tupo nao, tunasema hawafai, lakini mwisho wa siku rais wa klabu ndiye amefanya wachezaji kwa scout, akaona wanafaa kutuletea Yanga Afrika. Sisi tunachokiomba rais wetu afanye usajili ambao naamini moja kwa moja kwamba huu unakuja kutusaidia ndani ya klabu yetu. Hataki tufanye usajili kwa sababu ya mapenzi, labda kuna mtu anampenda mchezaji fulani. Mwisho wa siku afanye analysis yake mzuri ambayo anaona moja kwa moja akiingia kwenye dirisha hili dogo anakuja kutusaidia. Tukisema kipaji cha baadaye sawa vile, kwa sababu bado kijana mdogo miaka 19, tuna muda mwingi. Miaka 25 hivi sasa ni maturity player. Ana miaka 25. Na maana kwenye hesabu za mpira miaka 5 na kucheza mpira kwenye ubora, si ndio? Basi sawa, kama ataona ana kiwango cha kuja kucheza Yanga Afrika, sisi tunamwachia yeye kwa sababu yeye ndio mwisho wa siku ndio final Fred kwenye Yanga Afrika. Sisi tuliokuwepo ni kushangilia timu yetu na kuonga wachezaji ambao wanakuja kwenye timu yetu. Kama ameona mchezaji bora anapoja kuisaidia Yanga Afrika akimsajili, haina shida, sisi tutampokea na tutamsupport. Umeuona moto wake lakini kwenye chani.
Unajua mashindano ya muda mmoja humu ndio unakuwa unapata mchezaji mzuri, unapata mchezaji mbaya. Mwisho wa siku mchezaji atakao umfuatilie. Kama hivyo sema ameanza kumfuatilia toka akiwa na miaka 6 iliyopita. Maana yake amejiridhisha ni mchezaji ambaye ana kiwango. Unaweza kuchukua mchezaji kwenye mashindano amewaka vizuri, mwisho wa siku kumbe ilikuwa fluku tu, akatoka pale kama mchezaji wa kawaida. Ila kwa sababu ashamfuatilia toka wakati uliopita, basi itakuwa kiwango chake kimemridhisha kumleta Yanga Afrika. Yeah. Ana deserve kuwa mwananchi. Nasema hivi wanachokiamua viongozi ndicho tutakiunga mkono. Kama tunaona nafaa kuja kucheza mpira Yanga Afrika tutampokea, akiona nafai tutapokea vile vile. Mwisho wa siku mwalimu yeye ndo ndiye anapendekeza wachezaji gani anawataka. Kama ananiokea naye yupo katika miongoni ya wachezaji anapendekeza, tusubiri dirisha dogo lifunguliwe tusajili, tuje kuangalia dirisha dogo Yanga Afrika anapambana nini kombe lake. Ni wazi sasa tuseme Celestine Ekue anaweza akawa anampisha, au Mamadou Doumbia anaweza akawa anampisha bwana mdogo Alan Okello. Hiyo ndo shida sasa, kwa sababu usajili ambao unafanyika kunjua nani anatoka nani kwa sababu anaotoka tunjui, anaoingia tunamjua. Sasa shida ndio iko hapo. Unaweza kusema anatoka Celestine Ekue kumbe atoki yeye, na maana hilo ndio tusubiri asajiliwe mchezaji Alan Okello, tuangalie mwisho wa siku tarehe 30 mwezi wa kwanza au tarehe 15 mwezi wa kwanza ni mchezaji gani ameingia, mchezaji gani ametoka. Lakini tukaanza kusema fulani anatoka au anachukua nafasi ya fulani, hii kidogo inakuwa ngumu, kwa sababu kwenye ripoti ya mwalimu hakuna mshabiki ambaye ameona ripoti, au hakuna mchambuzi ameona ripoti kama mwalimu amependekeza aondoke nani. Unaweza kusema anatoka Celestine Ekue kumbe anatoka beki mwingine huko. Lakini wewe unatamani ukimwona nani anapumzika ili kumpisha bwana mdogo Alan Okello akiingia ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Africans? Ili swali kwangu mimi gumu sana, kwa sababu tunarudi pale pa kusema kuambia kwa mchezaji kama yeye mwalimu kapendekeza mchezaji wa aina gani. Kama amependekeza aondoke winga, ataondoka winga. Unaweza kusikia kwambia Max anaondoka vile vile. Mwalimu huwezi kujua amependekeza nini. Wewe unamuona nani mpaka sasa hivi amechemka ndani ya Dar es Salaam Africans katika usajili wa msimu huu? Mchezaji gani aliofeli? Ukiniuliza mimi Yanga Afrika zile kusajiliwa kama ambaye 90% ambaye huenda itoka tuongeze nguvu ni kwenye striker namba 9 basi. Andre Boeli. Yaani wenda kwa sababu ni mchezaji ambaye hajapata nafasi ya moja kwa moja. Lakini sije ndio baki wote. Kwangu mimi nilikuwa natamani wabaki wote waangalie dirisha dogo, tuangalie msimu huu tunavuna nini, kwa sababu hii ingia toka inakuwa ndo mwisho wa siku tunampamba huyu anakuja huyu anakuwa sio. Tungalikoma nao kwa wachezaji ambao walikuwepo, tukaja kuona je, usajili tulipatia au tulikosea. Kwa sababu katika usajili ambao bora anasema kiongozi wetu alifanya ni usajili huu. Mwisho wa siku tunaanza kusajili wachezaji wengine, lakini ndo kanavyokuambia mwalimu ndo kila kitu, anakuja na kutoa mapendekezo yake. Kama pendekezo yake ameona ingiza wachezaji wengine inakuwa haina namna, lakini uliza kama mimi ilikuwa kuingiza namba 9 wachezaji wabaki tuendelee nao tuangalie mwakani tunamalizia vipi msimu. Namba 9 aina gani mnamtamani nyinyi? Na ndio shida hiyo, kuna ambaye zinapata aina gani, kwa sababu hata ukiniambia pendekeza striker ambaye namuona mkali kwa sasa barani Afrika, sina machuadi sana kujua timu nyingi na siwezi kujua iko timu gani, wala hapo tunawachia viongozi wafanye kazi ambayo wao wanaona nafaa, kwa sababu wachezaji sasa hivi imekuwa soko gumu sana. Tena ukiangalisha hii Januari usajili wake unakuwa mgumu sana, sababu Januari kila mchezaji anakuwa kwenye timu yake na kila timu ina malengo na wachezaji. Kwa mwisho wa siku acha tuone klabu yetu inasajili nani na mwacha nani. Sisi hatuna shida. Engineer Hersi Said bwana akasikika tena akimzungumzia bwana mdogo, wakati anamzungumzia bwana mdogo Alan Okello akamzungumzia Bobosi Bialuhanga. Alikuwa anamhitaji sana na alikuwa anamuhusudu sana. Alikuwa anamzungumzia Bobosi Bialuhanga ambaye miaka fulani ya katikati Simba wakihusishwa naye, lakini wananchi inaonyesha ni wazi kama bado mnamvutia punzi hivi, kama bado mnamhitaji hivi, akitoka kule ashuke Dar es Salaam Yanga Africans. Bobosi Bialuhanga, nadhani Bobosi Bialuhanga ni mchezaji ambaye toka ya rais wetu wa klabu Engineer Hersi akiwa kwenye kamati ya usajili Yanga anaanza kuchukua GSM. Tulimzungumzia sana kipindi kile tuna viungo akina Abdulaziz Makame huyu, lakini mwisho wa siku viongozi wakaona muda ule haikufaa kuchezea Yanga. Bado mimi ukiniuliza mimi kwa aina Yanga katika hatua ambayo tuliofuata hatuna sababu tu wachezaji wa aina hiyo, tu wachezaji ambaye anakuja kutuvusha hapa tulipo. Sisi hivi Yanga Afrika tunataka tuendelee kuchukua mchezaji wa kusema huyu anafanana na yule. Tunasema huyu akiwa yuko bench akija anafanya kazi. Lakini ukisema akitoka huyu anaingia yule inakuwa changamoto. Tuchukue mchezaji ambaye atatoka kutuvusha hapa tulipokuwepo Yanga Afrika, kutupeleka pale nchi ya ahadi ambapo tunapataka. Ukisema Bobosi Bialuhanga wachezaji kama tunao wengi ndani wale. Bobosi lakini hayupo tena kwenye mipaka ya Uganda, yupo nje ya Uganda. Hata kama yuko mipaka ya Uganda, sio kwamba kila mchezaji nje ya nchi yake anakuwa na uwezo mkubwa. Bado na wachezaji ambao ndani hapa tunaweza kuwachukua wakafanya vizuri, kwa sababu ukiangalia kwa mfano kuna midfield moja ya Miangata Taifa Stars juzi nasema ilikuwa inacheza wapi?
alikuwa anacheza Mwanza, timu gani ile? Alliance Mabula. Mchezaji kama yule wa kizao unaweza kusema unachukua aje ukaa kwenye timu kama Yanga Afrika. Sababu Yanga Afrika na wachezaji wakubwa tu. Yule mchezaji anapoona Farid Musa akimpeleka timu za kawaida anacheza. Mabula lakini ni mchezaji mkubwa. Mabula unamzungumzia yeye anacheza Shamaki. Shamaki sio shida. Unaweza kusema Shamaki na Yanga Afrika ni kubwa. Ila Shamaki kwa sababu tuliko nje ya Tanzania, Yanga sasa hivi na mishahara mikubwa na ndio maana unakuta wachezaji wakubwa wanakuja Yanga Afrika. Watu angalia nchi sasa hivi wanaangalia, je, mshahara unaopata Shamaki na nikaenda Yanga Afrika donge itakuwa hilo? Kama donge itakuwa tofauti, upo uwezekano mkubwa akaja hapa kwa sababu hapa hakuna kodi. Kama alikubali kucheza Aziki hapa, kwenda sikubali yule mchezaji ambaye kutoka Tanzania. Lazima ukubali kucheza sehemu ambapo kuna mzigo. Wewe cheza kule lakini ukata mshahara mdogo. Mimi na imani tunaacha viongozi wetu wafanye kazi. Kinachobaki mashabiki ya Yanga Afrika, tusupport timu yetu, tuangalie tumeishia wapi kwenye msimu, tuje kuanza tulipoishia, tuhakikishe bingwa tunachukua kwa mara 5, ndio jambo la msingi zaidi. Bosi Bialuhanga au viungo wote uliowataja hapo kati alikuwa amewafunika yeye mtu mmoja tu peke yake. Nasema hivi, tulipofikia Yanga Afrika kwa sala hamna mchezaji wa kubahatisha. Yaani sisi Yanga sasa hivi tunataka kuchukua mchezaji wa kubahatisha. Kuja kuchukua mchezaji ambaye anakuja kutuvusha kutoka hapa tulipokwenda mbele. Wachezaji wa kubahatisha kwa sasa hivi kwa Yanga hawana nafasi. Sema ndo haya. Musa Balankonte alikuwa mchezaji bora kabisa Skefchenia ya Tunisia. Leo Yanga Afrika anakaa benchi. Mchezaji bora kwanza kucheza kikosi cha kwanza moja kwa moja. Kwa hiyo wachezaji wa mashindano mmoja mmoja kidogo wanakuwa na changamoto. Lazima mchezaji kwanza aanze kufuatilia kwenye ligi yao, ana ubora gani. Mwisho wa siku unakuja Yanga Afrika. Unajua ligi ya Tanzania sasa imebadilika. Sio mchezaji ambao unatoa kwenye ligi line ukaja hapa kuja kufanya vizuri. Lazima ugongane sana. Kwa hiyo kija hapa mimi nimekuja Yanga sababu nilikotoka na uwezo. Mwisho wa siku nakalia mbao ndefu na ngale zako wanacheza. Madeni. Tunachozungumzia hapa kilichopo sasa hivi tuizungumzie Taifa Stars kidogo. Maana mechi ya kwanza wamepoteza na Nigeria. Mechi ya pili ni sare ya pamoja na majirani zake ni Uganda pale. Wamesale goli 1-1. Mechi ya tatu wanaenda kumaliza na Tunisia. Bwana, wazungumzie kidogo Taifa Stars. Nadhani umeangalia mechi ya kwanza, umeangalia mechi ya pili. Shida ni nini? Unataka tuzungumzie ushabiki, tuzungumzie mpira unavyotaka. Tuzungumzie Taifa Stars mpira unavyotaka. Mpira unavyotaka. Kwa mpira unavyotaka kila moja kwa moja lile kundi la Tanzania toka siku linapangwa. Ulikuwa unaona moja kwa moja kwamba Tanzania na Uganda ni timu ambazo zinakwenda kushiriki sio kushindana. Unavyomzungumzia Tunisia, unavyomzungumzia Nigeria ni timu ambazo zina quality kubwa sana kwa wachezaji wao ambao wacheza barani Ulaya. Tulikwenda kujifunza. Tunakwenda kujifunza tu kule. Lakini unaambia ndani ya Nigeria, ndani ya Tunisia, Uganda na Tanzania ndio wale timu ambazo za kutoka kwenye hatua ya makundi. Kishabiki sawa. Mpira lakini. Mpira mimi nakwambia kila siku. Mpira ni kweli unadunda siku zote. Lakini kaudundishe kwenye maji utadunda. Utadunda mpira kwenye maji. Na kikosi bora na mlijigamba na mlitangulia ukasema sisi tuna kikosi bora na imara, tunahitaji kuvuka hatua kupata walau angalau kwenda hatua ya robo 16 bora. Ndio maana nilikuuliza swali. Ukitaka nizungumzie kama kishabiki nitakwambia timu yetu mzuri na kwenda kushindana itafuzu. Ukizungumzia mpira unavyotaka kabisa unavyotaka. Bado ilikuwa kwenye kundi ambalo sisi wa Tanzania na Waganda kila mmoja alikuwa anaangalia moja kwa moja ili kama nitapata pointi 3 nikapata kwa Uganda nikapata kwa Tanzania. Lakini bado timu ambazo tulikuwa nazo juu yetu zilikuwa na ubora kushinda sisi. Unavyozungumzia Tunisia ni timu kubwa barani Afrika ambayo ina wachezaji wakubwa kabisa. Uganda wana wachezaji wa kawaida mno na ndio maana kila siku nasema tukitaka tuzungumzie mpira, tukiamua kuzungumzia shabiki tuzungumzie shabiki. Kwenye ushabiki jana tunakwambia tunakwenda kushinda. Timu yako bwana ambayo anatoka mchezaji wako golikipa wako ni Djigui Diarra mpaka sasa hivi wamekusana alama 2. Wao walijipambanua toka AFCON iliyopita. Walijipambanua timu aina gani na kwenda kushindana miaka yote kwa sababu kama unapata sare na timu ambayo ina Waarabu ambao wana ubora kila kitu ni timu ambayo moja kwa moja unaona kwamba hii timu mfanyaje ina ubora wake. Misri, Algeria, Morocco, Tunisia ni nchi ambazo bara Afrika ndio timu moja kwa moja lazima kati timu za ushindani. Sasa wao wapata sare kwa Tunisia, kwa Morocco mwenyeji unachukua hiyo timu ya Masiala. Timu ya kutoka paka Madrid paka Man City. Basi 19 wanapata penalty. Ndio nakwambia ukizungumzia Mali walijipambanua kwenye AFCON toka iliyopita. Ni timu ambayo ishajijenga ishajipata. Kwa hiyo uchobaki sasa hivi ni kupita malengo ambayo walikuwa nayo. Kutoka kwenye makundi kwenda kutoka kwenye makundi kwenda 16 bora kwenda robo finali. Na wanaweza kwa sababu kama wameweza kumkazia Tunisia, wanaweza kupambana akaingia hatua 16 bora kwa sababu ni timu ambayo moja kwa moja wachezaji wao wanapambania nchi yao.
na wana uwezo wachezaji tofauti na kwetu. Djigui Diarra anasafiri masafa ya mbali kabisa, anaenda kuokoa mpira ambao ulikuwa unaelekea golini, dakika za jioni, dakika za jogoo ambazo hata kunywa maji hawezi. Hapo ndio mjibu nyinyi wachambuzi wa Tanzania na waandishi Tanzania. Mko nasema Djigui Diarra mnamfanisha na PP Kamara. Ndio majibu mnayapata. Kama mtu alijirusha kiasi kile kuhakikisha timu yake inapata matokeo, je, wenu angaliweza? Lazima mkubali kwamba Mchi kipa bora yuko mmoja tu, wengine wanafuata wako nyuma yake. Hakuna sema basi kuna kiongozi. Kiongozi wa makipa sasa hivi nchini kwetu Djigui Diarra, kipa kutoka Yanga Afrika. Ukitaka ndo hivyo, utaki ndo hivyo. Hakuna namna zaidi ya kukubali. Inaonekana kuna Dube wawili tofauti, Dube wa Yanga na Dube wa timu ya taifa ya Zimbabwe. Ni Dube wawili tofauti na inawezekana wakikutana wanaweza wakapigana hata ngumi hivi. Dube yule yule tutoa kwenye reli tu waandishi. Dube ni yule yule. Mtaka kutoa kwenye reli tu. Na sio na Yanga tulijua moja kwa moja mtoe kwenye reli tumkatae mchezaji wetu, lakini Dube ni yule. Sio bado tunajua Dube mguu wa kushoto, mguu wa kulia, mkono wake mmoja wa kushoto anafanya kama milema, anatani fresh. Kwa hiyo mwisho wa siku Dube ni yule yule mmoja ambao Yanga Afrika na wa timu yake ya Zimbabwe. Isipokuwa waandishi mtaka kutulisha matango pori, tuanze kumsema mchezaji wetu, tumuona afai kitu na si mtego tukaustukia tukaukataa. Wacha arudi Tanzania baada ya kumaliza mashindano tuje kuamalizia palipobaki. Lakini Dube wa Zimbabwe anaonekana ni wa moto sana, tofauti na Dube wa Dar es Salaam Africans. Macho yenu tunaangalia vibaya. Mimi naona Dube ni yule yule. Lakini kama unaamua kuangalia kimpira Dube ni yule yule, ubora ndio ule ule. Ndio kwa ninakwambia ndugu mtangazaji. Sana kabisa. Bwana mdogo Subeli Foba ameonyesha uwezo mzuri. Tumpongeze kwa kiwango ambacho kionyesha kwa mchezaji mdogo ambaye mashindano yake ya kwanza makubwa ameonyesha uwezo. Tunavyotaka vijana wetu wakipewa nafasi wajiamini. Mwisho wa siku mashindano kwa mara ya kwanza, tutaendelea kujifunza. 2027 tukiwa nyumbani tuangalie baadhi iko wapi, mifukutu iko wapi, basi tutafanya vizuri tukiwa tuko nyumbani. Mmebahatika na nyinyi mna mzungu. Tutumie nafasi sasa hivi, tukimsikia kama kuna mtu kwa sababu baba yangu ampita Tanzania au bibi tukalambe, kwa sababu sisi tunafanya hivyo. Tunaomba tufunga goli Nigeria, sio Nigeria yule. Kuna Uganda, sisi Nigeria sio nchi gani, lakini watu wamesikia kuna forward sehemu fulani, bibi yake ametoka Uganda wakamchukua. Amwasaidia kusababisha goli. Kwa na sisi tukisema mchezaji yuko Ulaya, akisema tu babu yangu alipita Tanzania mpira anajua, tupite naye. Ile ya mali si mali kwanza mnapomuona. Mali kwa timu yetu kuna kitu anakionyesha. Lazima tukubali kwenye timu yetu Tanzania kwa nafasi aliyopewa kuna vitu anavionyesha na vile tusaidia, kwa sababu kama mtu anaweza kuchukua mchezaji wa kwanza wa pili akatani akakimbia akaachia pasi, ni mchezaji kidogo anatusaidia. Tusilalamike sana wachezaji wetu hawachezi. Mwisho wa siku ndio timu ya taifa, kila mwalimu ana falsafa yake. Unaweza kumuona kwenu mzuri, lakini ukienda kule watu wanaona hawezi kuanza. Simba bana, inaonekana ni wazi wanalalamika wachezaji wao hawaoni wakianza kwenye timu ya taifa, zaidi ya Shomari Kapombe ambaye alionekana mechi ya kwanza tu na Kibu Dennis Prosper ambaye aliingia dakika ambazo hata mpira hakugusa. Sitaki kuwasema jirani zetu kwa ubaya, kwa sababu tunazungumzia timu ya taifa. Lazima tukubali kwamba kila mwalimu ana falsafa yake. Mimi binafsi kuniuliza, wakiniambia sikuwa na imani kwamba Bakari Nondo wa Mnyeta kwenda kuwa miongoni mwa kikosi cha kwanza cha timu ya taifa Tanzania, lakini mwisho wa siku anaingia sababu mkia dakika 5 baada ya dakika 5. Mwalimu ndiye anajua wachezaji gani aanze naye. Ukiniambia sasa hivi nchini kwetu tuna winga bora kabisa ambao huwezi kupashana wachezaji ambao wanamtaja hapa. Ili nado anakosha na uwezo kila kitu, anapiga, anatana, anakimbia, lakini mwisho wa siku achezi. Lakini tukubali mwalimu ndo anaamua, mwalimu ndo anapanga. Kwa tukaanza kuoneshana vidole fulani na kucheza, nani hajacheza. Huko na kulalamika na goli ngapi? Bora na kulalamika vitu ambavyo vina maana. Tukubali timu ya taifa ikipangwa na mipango, ikishinda imeshinda, ikifungwa imefungwa. Wachezaji 10-27 hawezi kuanza wote, tupata bahati wataanza. Wanasema Gamondi ameubeba ule uyanga wake na kupeleka timu ya taifa. Sasa hiyo ndo shida, hiyo ndo shida. Yaani sisi shida liko hapo. Yaani timu ya Tanzania itachelewa kama matokeo kama hayo, kwa sababu kama Gamondi Yanga ametoka zamani tu, ameshuka sasa hivi kwa Singida. Mfano mfupi nimekwambia Diki achezi. Sio kituambia Diki achezi Yanga labda anaumwa. Lakini mwisho wa siku Gamondi anamlisha mbao, anaingiza mpaka Nondo wa Mnyeto. Je, kwa nini? Anamkubali kwenye mazoezi yake. Kwa hiyo anaja kulalamika. Tumalize hapa, ni wakati sahihi sasa wa Miguel Angel Gamondi kupewa timu ya taifa Taifa Stars kwa ajili ya maandalizi ya moja kwa moja kwa AFCON ijayo. Tuachie TFF ili tupate kuwakosoa. Watu kaanza kuchagulia kocha tukashindwa kuwakosoa. Tuachie TFF akiona kama anafaa Gamondi, hiyo ni la kwao. Akiona bado anakuingiza kocha mwenye uwezo zaidi ya Gamondi, hiyo tutawaachia wao. Maana tutaanza kupiga ramli hapa. Wenda wao shamuona afai, atampigia Gamondi hapa upatu aongoze timu. Wenda zingine ndio Yanga, tokana Yanga wanampigia Gamondi timu ya taifa. Watu waachie waliomchagua, wao ndio watajua aendelea au aache timu. Lakini ni wakati sahihi sasa hivi wa kutafuta kocha ambaye ataiongoza timu ya taifa kwa ajili ya AFCON ijayo. Wao ndio wanajua kama atatafuta kocha mwingine wale kuwa naye anafaa, tuachie TFF, wao ndio wanajua mchaguo kocha gani. Shukrani sana. Asante sana.